Kwa hiyo mambo mengi hayawi kwa kurupuka, inabidi kuwa na mipango. Mipango ni jambo la muhimu sana, na upanga kwa sababu una hela. Hapana, unapanga ulikuwa na dira ya kukuongoza wewe kuifuata. Kwa sababu leo unapopanga hivi, nikipanga hivi, nimepanga hivi, najua nimepanga hivi, nitafuata hivi. Kwa hiyo ule muda wa kupima mipango yako unakuwepo, unapima mpango uliojiwekea. Je, umeenda sawa? Na hata kupima, mnapima wote, mume na mke na watoto wenu, kama mna familia watoto pale tayari. Lakini we kijana ambaye hujaoa au kuolewa, unabidi upima. Ulikuwa una mchumba wako, umeshampata, mmeshajiwekea unataka tuoane mwaka fulani. Kwa mnaendelea kupima, je, ule mipango yenu inaenda sawa sawa? Au baada ya mwaka mmoja mmeshaachana? Kwa hiyo kila mtu anatafuta mwingine, mpango umefail. Standards zimekuwa hazipo. Kwa hiyo mambo kama yanaweza kutokea, lakini usikubali kuishi bila kuwa na mipango, kwa sababu ndoa ni taasisi inayojitegemea. Sasa baada sasa kuangalia kwamba nimeweka mipango hii, ukaipima mipango yako, kuna mipango mingine inakuwa haijaenda kama ilivyokusudiwa. Kwa hiyo unarudi kujisahihisha, kusahihisha namna ulivyojipangia. Unarudilisha kile kikao cha mke wako na watoto wako kama mlivyokaa, au mkeo au mumeo. Mnarudi kwenye meza, tulipanga hivi, tulipanga hichi, tumepanga hichi, lakini hakijafanikiwa. Ni kwa nini tumefeli hapa? Labda tulifeli kwa sababu baba, wewe ulipata ile hela ukaipeka kule kwenye mipango mingine, ulikuwa hujasema. Mama, wewe ilikuwa hivi na hivi, ulikwenda kwenye vikoba, umekopa kule, vikoba vimebuma kule, hasa umetakuwa dini lilipe. Mnapima sasa viwango, kwa nini hamjatimiliza? Kutakuwa na sababu ambazo zimefanya msitimilize. Kwa hiyo unapo review zile sababu, unabidi mzisahihishe, kwamba mama, wakati mwingine issue ya vikoba tuende kwa mipango. Tukubaliana jambo hivi na hivi, mke wangu, we jambo la vikoba likae pembeni kwanza, au kama umekopa basi tupeleke kwenye sehemu stahiki. Lakini baba, na wewe tulipanga, lakini umeenda kununua gari kabla tuseme tunajenga kwanza nyumba. Mbona sasa umeenda kununua gari kwanza? Umeona? Kwa hiyo lazima wakati mwingine mrudi kwenye meza, mtathimini kwa nini ile mipango yenu haijatimilika. Yaani mnapima, au tumefikia wapi? Unapopima, unapofanya tathmini, ni rahisi sana kujikosoa na kurudi kwenye njia ambayo ni sahihi. Kama ambavyo hata makampuni makubwa yakikaa, hata nchi kubwa zikikaa, kuna mikutano wanasema UN General Assembly, kuna mikutano mikubwa ya kikanda, mikutano mikubwa ya kibara. Hata kwenye ndoa palipoheshimika panatakiwa pana mikutano mikubwa ya familia kwa ajili ya maendeleo yenu. Yaani ndoa ni sehemu ambayo ni kubwa mno kuliko tunavyowaza. Maana ndipo ambapo dunia nzima inaanzia, utajiri unatengenezewa. Hata hao wanakuwa kwenye mikutano mikubwa wametoka kwenye ndoa. Kwa hiyo mpango wa kwanza mzuri huwa unaanzia kwenye ndoa. Hata kama ni kiongozi, mpango wa kwanza mzuri unaanzia kwenye ndoa yako, ndipo unaenda kuspread sasa kwenye sehemu yako ya kazi, au unaenda kutawanya kwenye sehemu yako ya kazi. Kwa hiyo basi, baada ya kujipima na kugundua makosa yaliyofanyika, mnafikia kusahihisha yale makosa yaliyofanyika katika mpango. Mara nyingi sana kwenye ndoa, wanandoa wengi hawako rahisi kusahihisha. Wakati wenye kusahihisha ndio kwenye kila kitu. Maana nasema kufanya kosa sio kosa, bali kurudia kosa ndio kosa. Kwenye ndoa ni mahali sahihi sana pa kurudi na kuangalia tumekosea wapi. Na mara nyingi hii hatua ya kukaa kwenye ndoa, kushauriana na kutathmini, huwa inapigwa vita sana. Mume atakwambia niko busy, mama atakwambia na mimi niko hivi. Unakuta ni hakuna ile common interest, yani hakuna ule sasa hivi tunakaa tunaangalia mipango yetu. Ni kweli kuna ubize, ni kweli kuna kazi, ni kweli kuna majukumu,
lakini jukumu la kuwa kwenye ndoa la kufanya mipango haliwezi kuachiwa mtu, haliachi mtu. Maana hilo mnapanga kwa ajili ya watoto wenu, generation ya sasa hivi na kizazi cha mpaka cha 4 cha kule mbele. Unajua leo ukipanga tunajenga nyumba, sio sababu mnajenga nyumba leo tu, ni kwa ajili ya watoto wenu kizazi kinachokuja. Lakini mkiwa na tabia ile ya kupanga, inakuwa ni tabia, inakuwa ndio mazoea, inakuwa ndio culture ya ndoa yako. Kwa sababu kila jambo kwenye ndoa linajengwa. Kila mnachojifunza, mnachotaka kifanya kinajengwa. Mkiwa na tabia ya kupanga ndio unajenga mpaka kwa watoto. Kuna familia nyingine, watu wakienda shule, wanaandika kabisa, nataka nitakuja na division 1, nitakuja na max za A3, nitakuja na B1. Wanaandika kabla ya kwenda shule. Na akirudi na matokeo wanaangalia, wanatathmini. Na inakuwa ni tabia ya mtoto, na sasa mtoto atafundisha mpaka mtoto wake. Ndivyo inavyokuwa. Mimi nakumbuka kwenye maisha yangu tulikuwa tunapanga, wakati mwingine tunakuwa na safari. Lakini watoto wakawa naona ambavyo wakati mwingine tunanunua zawadi. Baba ananunua zawadi, ananunulia mke wake zawadi. Tunalea watoto zawadi. Nimeshangaa watoto wangu wamekuwa kuanzia miaka 18 kwenda huko, wamepata vikazi vyao kidogo. Watoto wanakuwa wanatunulia zawadi mpaka tu wazazi tunashangaa. Tena wananunua zawadi ambazo zina thamani nzuri. Kwa sababu kwa anaona baba yao akimlia mama anamlia zawadi nzuri. Kwa hiyo kumbe leo mzazi unachofanya unamfundisha mtoto wako. Kwa hiyo mwenye ndoa jua hilo. Yaani mtoto wako anakuwa ni wewe. Kabisa. Kama kweli umelea mtoto vizuri, anakuwa ni wewe. Kama unafanya mabaya, ndio wanaambia mzazi mume ni kioo, mke ni kioo. Unapofanya leo mtoto wako anakuangalia. Na ndivyo anavyojifunza. Kwa sababu kuta mtoto leo anakuletea zawadi. Bado ni mdogo tu, wala hana kazi. Anafanya vikazi vyake kidogo, lakini anakuletea zawadi. Ina maana gani? Ina maana tayari ameshajifunza hilo. Tayari umesha impact tu kwa mtoto, na yule atapeleka kwa mtoto wake. Kwa maandalizi yote mazuri yanaanza kwenye ndoa. Unavyoumba mtoto leo ndivyo atakavyokuwa kesho. Unamuomba leo kuwa na mipango, atakuwa na mipango mpaka maisha yake yote. Na atafundisha watoto wake na wajukuu zake na vilimbe vyake. Ndivyo inavyokuwa. Ndio maana leo tunasema ndoa tuwe na mipango. Ni namna kufundisha generation yetu namna ya kuendelea kuwa. Mtoto anafundishwa nyumbani, anafundishwa kwenye ndoa. Mtoto anafundishwa ndoa njema akiwa nyumbani, anamwangalia baba na mama wanavyopanga, wanavyoplani vitu vyao, wanavyotekeleza, wanavyorudi kuvisahihisha ambavyo havijaa vizuri, wanavyoombana msamaha. Ni namna ya kusahihisha mambo. Wanavyoona baba ameomba msamaha, mama ameomba msamaha, alafu mambo yanaenda yamenyooka. Hayo ndio mambo ambayo watoto watakiwa yaone. Ili sasa wenyewe baadaye wawe watu au wanandoa ambao wana uwezo wa kufikiri, wana uwezo wa kutathmini, wana uwezo wa kuomba msamaha. Au wana uwezo kusema this is wrong, let me back in a good way. Kwani alijifunza wapi? Ameona kwa baba na mama, ameona kwa wanandoa. Leo natakiwa nipange mambo yangu, natakiwa sasa nioe, ninapanga. Ameona wapi? Ameona kwa wazazi. Ameona wapi? Kwa baba na mama. Ameona wapi? Kwa wanandoa. Kwa hiyo leo unavyopanga leo, ndivyo unavyomfanya mtoto wako kuwa mpangaji wa mambo. Kwa hiyo yapasa wazazi, wanandoa, tuchukue muda kuwafundisha au sisi wenyewe kujionyesha namna tunavyotaka kupanga mambo. Unapanga jambo hili leo limekaa hivi, na kesho unapanga jambo hili. Kwa unapopanga, mtoto anakuona unapanga. Nakwambia wewe unafikiri anakuona tu, analibeba na linakuwa la kwake. Kwa hiyo sasa ukishaonyesha kwenye ndoa ni mahali panahitaji mipango. Panahitaji kuandaa. Panahitaji kutekeleza. Panahitaji kuwa na viwango. Panahitaji kutathmini vile viwango kama vimefikia nafasi yake. Panahitaji kupima vile viwango. Panahitaji kujisahihisha. Tayari unakuwa umehamishia hilo kwa kijana wako au kwa mtoto wako
ambaye atakuwa na ndoa ya kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo ndoa kama taasisi inayojitegemea inahitaji mipango. Huu ni mwanzo wa mwaka, bado mwaka mbichi kabisa. Hebu wewe mwenye ndoa unayesikiliza, hebu kama hujafanya mipango, anza kufanya mipango yako. Weka mipango. Wewe mume ita mkeo, mke ita mume wako. Hebu kaeni kwa pamoja kama familia, kama ndoa, muweke mipango yenu vizuri. It is early, bado ni mapema. Kwa hiyo sasa mkae mpange, muone mipango yetu ya mwaka huu ni ipi. Mipango labda ya ujenzi, mipango ya kumtumikia Mungu, mipango ya ada za watoto shuleni, mipango labda ya shamba. Pangeni mambo yenu, alafu mweke viwango vya nataka muwe na viwango gani. Lakini pia wewe kijana ambaye hujaoa au hujaolewa, weka mipango yako vizuri. Nataka nioe mwaka 2027, nataka nioe 2029, na mke wangu nataka awe ni ukuu wa namna hii, wa namna hii. Wewe binti ambaye hujaolewa, anza kuweka mipango yako kuolewa. Mume gani unayemtaka? Unamtaka kijana gani? Cha msingi usitake mume wa mtu, wala usitake mtu mwenye matatizo. Tafuta mume wako, Mungu anaye, atakupa. Cha msingi kijana, usitake mke wa mtu. Taka binti ambayo yupo Mungu amemweka pale kwa ajili yako, kwa sababu ndoa ni ya Mungu, na Mungu waga achanganywi, hana mixing. Mungu ni halisi. Kwa hiyo unapopanga vizuri kumshirikisha Mungu na kufuata mapenzi ya Mungu, Mungu huwa analifanya, analitimiza. Kwa hiyo ninakusii mwanandoa ambaye nimeheshimika, hebu ona ndoa yako kama ni taasisi kubwa na inajitegemea. Ndoa ni zaidi ya sehemu za kazi tulizo nazo, kwa sababu huko kila kitu kinaanzia. Hata ukifanya vizuri kazini, kwenye ndoa unavurunda, haisaidii. Kwa sababu amani yako yote kwenye ndoa, furaha yako kubwa kwenye ndoa, watoto wako kwenye ndoa, utajiri uko kwenye ndoa. Kwa hiyo huko ndiko kunatakiwa mipango mizuri na mikubwa. Kwa jitahidi sana kuwa na mipango yako kwenye ndoa, kuanzia ngazi ya baba, ngazi ya mama na watoto. Mambo yenu yote yawekele kwenye mipango. Halafu Mungu akiangalia mipango huwa anaibariki. Hata mko una hela, mtachukua ile mipango mtaiombea, Mungu ataleta fedha. Mtachukua ile mipango mtaangalia mfanye nini, miradi gani, miradi ipi, Mungu atafungua njia. Kwa sababu gani tu? Kwa sababu na mpango. Mungu hawezi kuja akashuka tu kwenye blank, sema ambaye ina kitu. Anashuka sema ambaye ina mipango. Unaambia Mungu, mipango yetu ndio hii hapa. Mungu, mipango yangu ndio hii hapa. Ndio hii Mungu, naomba ibariki. Hii ni mipango ya ndoa yangu. Hii ni mipango ya mume wangu na mke. Ni mipango ya familia yangu, Bwana naomba ibariki. Mungu ataibariki hiyo mipango. Kwa ni vizuri kuwa na muda wa kufanya mipango kwenye ndoa, kwa sababu ndoa ni taasisi inayotegemea. Kwa hiyo ninakukaribisha kwamba ndugu ambaye mke au mume ambao hujaweka mipango yako, weka mipango, na iwe ndio tabia yako, iwe ndio culture yako kama mwanandoa ambaye umeheshimika, kuwa na mipango kwenye ndoa. Wewe kijana ambaye ni mwanafunzi bado, uko chuo, uko sekondari au uko chuo au unafanya kazi, weka mipango yako. Jiwekee mipango na Mungu atakaye mipango. Basi nakukaribisha uendelee kusikiliza vipindi vyetu katika Instagram, YouTube, Facebook na mitandao ya kijamii kupitia HPC_TZ 100 People Corner. Karibuni sana na Mungu awabariki. Asanteni.